Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki cha kujifunza Biblia kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo, siku ya Jumatatu. Tuna somo zuri nalosema ijue nafsi yako. Kwa hiyo leo tunaenda kujua nafsi zetu. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amina. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa upendo wako na ulinzi wako. Siku ya leo umetuita tena tujifunze. Tunakuomba uwe mwalimu wetu, tuwe wanafunzi. Umkumbuke na huyo anayetufuatilia, naye apate haya masomo sawa sana mapenzi. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Ijue nafsi yako. Nijue nafsi yangu ikoje? Kwanza nafsi ni nini kwanza? Nafsi yangu ni sehemu ya mimi. Ni wewe. Ni mimi. Katika nafsi kuna moyo, kuna nia. Okay, kuna hisia, kuna nia, maamuzi pale. Kuna hisia, tamaa, masomo ya jana pale, tamaa. Desires, fears pale. Kuna nia, alafu kuna mawazo. Mtu afikiri hivyo nafsi ni mwake. Unafikiri kwa nafsi yako, unaamua kwa nafsi yako, unatamani kwa nafsi yako. Sasa wewe unajielewa? Ndio, najielewa. Unajua ni ngumu sana kujielewa. Watu mara nyingi wanaodhani wanajielewa hajielewi. Nataka niseme kwamba nasubia watu waniambie. Kuna watu wawili walienda kanisani. Mmoja anajielewa, mwingine hajielewi. Ila huyo ambaye alikuwa hajielewi ndio alikuwa nadhani anajielewa. Na huyo ambaye alikuwa nadhani nimesemaje? Kinyume chake. Twende kwenye Luka sura 18 mstari wa 9 mpaka 14. Tambua unyonge wako. Amina. Amina. Kiwa kama unaijua nafsi yako. Tambua unyonge wako. 18. Acha kujiona wewe bora. Wewe wa maana. Tambua uhitaji wako. Amina. Luka 18 mstari wa 9 mpaka 14. Somo linasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Amina. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Amina. Tumerudi ndio fungu la kukariri. Sasa umeona waabudu hao wawili tofauti jinsi wanavyojitazama nafsini. Huyu mmoja anajihesabia haki, yaani yeye ndio hakimu mwenyewe. Na unajua anajipimaje? Anajipima kwa kujilinganisha na wengine. Ndio. Bwana, ninakushukuru, mimi sio kama huyo hapa mdhalimu. Alafu anaanza kutaja CV yake. CV yake sasa inaleta zaka, ni mtoa zaka. Nyingine anafunga. Mimi mtu wa maombi, kwa kila wakitangaza kufunga, mimi nipo. Na hayo matendo ni mabaya, sio ni ya haki? Sio ya haki. Ya haki. Kufunga sio tendo la haki. Hatutaki kufunga.
Hatutaki kutoa zaka, hatutaki kutoa sadaka, hatutaki kujali masikini. Ni ya haki. Lakini sasa yeye anaishia kumshukuru Mungu, alafu haya matendo yake ya haki anainyanyua nafsi yake kwamba yeye ni bora kuliko wengine kwa haya aliyoyafanya. Umemwona huyu jamaa? Ushamwona kanisani? Ushamwona? Namuona. Twende wa pili. Ushamwona wa pili? Yukoje? Wa pili ni yule ambaye yeye hajikubali, anaomba rehema, anatambua udhaifu wake, anatambua unyonge wake. Mungu ni rehemu, nisamee makosa yangu, na hajayataja, lakini yeye mwenyewe anajiona kwamba hapa nina mapungufu, na Mungu anataka watu kama hao. Unirehemu mimi mwenye dhambi. Unirehemu mimi mwenye dhambi. Haya, walipokuwa naondoka kutoka kanisani hapo, kutoka sinagogi, nani aliyepata rehema ya Mungu? Aliyepata rehema ni aliyeomba rehema, aliyetambua udhaifu wake. Alipata neema. Kwa hiyo neema sasa, anasema huyu wa kwanza alikuwa anajihesabia haki. Kujihesabia haki ni kwamba unajisawazisha mbele ya wengine, lakini kisawazisho kikuu ni yule ambaye anashusha wenye kiburi na anapandisha wanyenyekevu. Wale wanaotafuta neema ya Mungu, rehema ya Mungu, neema yake, wanapata neema, na wale wanaotafuta sifa, sema masifa. Yani unafanya sifa, unasema unaona, mimi natoa zaka kuliko wengine, mimi bila ninyi ile kanisa lisingeisha, mimi bila wewe mwanamke nisinge kutoa kijijini, wewe usingefika hapa Dar es Salaam. Vitu kama hivyo. Yani mema yoyote unapofanya, kujinyanyua, wewe umeshaipoteza nafsi, maana utashushwa. Hujitambui. Ulishaona mtu anasema mimi najielewa, mimi nimesoma University of Dar es Salaam. Najielewa sana, usinione hivi. Mimi nimesoma University of Dar es Salaam. Mimi nimefika New York pale. Mimi niko hivi. Mimi sio kama Kilaza. Mimi siko kama hivi na hivi. Unajua huyo mtu bado hajajielewa. Mtu yeyote anayejilinganisha na wengine kwa kujipromote haijui nafsi yake. Kumbe yeye ni wa kushushwa. Sasa unaonaje kama huyu wa kujinyanyua huyu nani? Farisayo. Huyu wa Farisayo angetambua kwamba mimi ni wa kuhurumiwa, ni kipofu, tena niko uchi, nahitaji rehema. Angeanza na hotuba hii? Hapana. Angeomba rehema. Lakini tutafakari juu ya maisha yetu sasa. Kumbe namna ya kujua nafsi zetu ni kujishusha. Unapojishusha utakuja kujielewa. Lakini unapojikweza unashindwa kujielewa, kwa sababu unaona kinyume chake. Kwa sababu unaposema kwamba mimi nimefanya hivi, hujui kuna mwingine ambaye anasema mimi mbona sijaona, mbona hujanifanyia? Kwa sababu unaweza ukakuta mtu amemsaidia labda hata mtu mmoja, alafu ndio anaanza kupiga kelele, nimemsaidia fulani. Wangapi wanalia huku hujawasaidia? Na nani alisema ukimsaidia mtu tangaza? Kwa hiyo sasa hiyo tena inaleta, kwa hiyo sadaka zako zinakupofusha mwenyewe. Huoni hata wahitaji wengine, wewe unaona tu wale uliowasaidia wachache. Sasa hii kitu, huyu mwenye dhambi anayelia namna hii ndiye anayejua nafsi yake, kwa sababu anaona alipopungua kila siku, uhitaji wa neema ya Mungu kila siku. Na ndivyo anavyozidi kupata nguvu kila siku, ndivyo anavyozidi kuiona nafsi yake kila siku. Lakini kujishusha ni kazi sana. Kwa tunapenda kujishusha. Ni kuonekana. Usubiri mpaka Mungu akupandishe. Watu hawataona, ngoja nitangaze mwenyewe. Watu watajuaje nimetoa sadaka? Kumbe hii hali inakuzuia kuona mapungufu yako.
na usipoona mapungufu yako, kujishusha sio rahisi. Baba yetu wa mbinguni, wewe unahesabia haki wanyonge, wanyenyekevu, wanaolia, wanadai rehema, wanaomba rehema kutoka kwako. Bariki neno lako. Amen. Bariki mioyo iliyoinama. Bariki wote wanaotafuta neema yako, hata msikilizaji wetu sasa. Yeyote aliyedharauliwa, yeyote aliyejiona yu duni, anayetafuta msamaha, anayetafuta rehema, anatafuta Baba ukamuone, ukamnyanyue kutoka katika kuinama kwake. Na yeyote aliye na kiburi, kama kiko ndani ya nafsi zetu, kama ni kujihesabia haki, kikashushwe sasa kabla akijashushwa kwa hasara kubwa, kwa kuanguka miguuni pako. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, siku ya Jumatatu. Kesho tuna somo zuri. Kesho ni siku ya Jumanne, tunaenda kuangalia Musa, mtumishi mnyenyekevu. Kesho karibu tujifunze unyenyekevu wa mtumishi Musa. Karibu sana. Mimi nilikuwa mwenyeji wako Geoffrey. Na mimi ni Enos Mwakalindile. Karibu sana. Amen.